أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما صل على محمد وآل محمد. Mazungumzo yetu ya leo yanahusiana kama kawaida tulivyokuwa tumeweka unwani na maudhu, ni kwamba maudhu ni kuhusu mwanamke na daraja zake za ukamilifu. Yani mwanamke anafikia wapi na njia gani bora zaidi ya kumfikisha daraja za juu za uchamungu au za ukamilifu wa kiroho. Je, anaweza kufika mbali au yeye hafikii mahala popote? Yeye aweza kuwa sawa na mwanamume au amemzidi au yuko chini zaidi ya mwanamume? Tulizungumza tukaweza kujua fadhila za mwanamke, utukufu wa mwanamke, na ya kwamba hakuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke katika upande wa kiroho. Ndiyo, katika kiwiliwili na katika kutekeleza baadhi ya majukumu kuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke. Yani kila mmoja amewekewa majukumu yake kufatana na maumbile yake alio nayo, na lakini katika malipo hakuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke. Kila mmoja akifanya kwa juhudi zake na kwa bidii zake, basi Mwenyezi Mungu atamlipa, kama tulivyoona kwenye aya zinasema ya kwamba Mwenyezi Mungu haipotezi bidii au kazi, malipo ya kazi yoyote atakayofanya au amali yoyote atakayofanya mwanamke au mwanamume. Leo tunazungumzia, na huko kwanza ilikuwa ni kama utangulizi tu. Sasa ndio tunaanza kuingia katika maudhu kwa kiwango kikubwa kuhusiana na ukamilifu wa mwanamke. Mwanzo kabisa tutazungumzia kuhusu njia ambazo ni za kumfikisha mtu kumpatia ukamilifu. Mwenyezi Mungu ametupatia njia zipi za kujikamilisha kiroho? Mwanzo kabisa kuna kiungo au viungo viwili ambavyo tulivyo navyo kwenye mwili wetu. Viungo hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu amevifanya kwa kupitia kwenye viungo hivi kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu na kufikia daraja za juu. Sasa lakini kwanza tutaanza kwa kuzungumzia kuhusu akili. Akili vipi itakuwa ni njia mojawapo ya kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni njia moja ya kupata ukamilifu wa kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia hii tukiangalia katika hadithi tukufu tunaona ya kwamba akili ni kitu msingi na ni kitu muhimu, na kwa njia hii ndiyo tu njia ambayo mojawapo muhimu sana ambayo tutaweza kufikia daraja za juu. Mwenyezi Mungu anasema hata kabla katika Qur'ani ya kwamba wale ambao watakaoingia motoni watakuwa wakiungua, watakuwa wakilalamika, wakusema na kujuta, wakisema ya kwamba lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Yani lau kama sisi tulikuwa tunasikia na kutumia akili zetu, basi hatungekuwa katika watu wa motoni. Sa'ir yani moto. Sasa lau kama tungekuwa tunatumia vitu viwili hivi, kusikia kungekuwa tukisikia. Yani kusikia ni kwamba masikio yale sio tu yanapita tu maneno, yanaingia mpaka kwenye moyo. Yani tungekuwa tunapata mawaidha yanaingia mpaka moyoni, au na tunafanya utiifu, au naaqilu, au tunatumia akili zetu, ma kunna fi ashabi sa'ir, hatungekuwa katika watu wa kuingia motoni. Na akili hii tunapata pia ya kwamba ndicho kitu cha kwanza kabisa Mwenyezi Mungu alichokiumba kabla ya kumuumba mtu mwenyewe na kiwiliwili chake.
aliumba akili ya mtu, na alipoumba hii akili Mwenyezi Mungu alipendezwa nayo na alifurahishwa nayo na kusema, akaizungumzia. Imam Bakr alayhi salam anasema ya kwamba lamma khalaqa Allahu al-aql, Mwenyezi Mungu alipoiumba akili, qala lahu, akaiambia aqbil, akaambia njoo karibu, yani njoo upande huu, njoo mbele yani. Fa aqbala, ikaja kasongelea mbele. Thumma qala, kisha akaiambia adbir, akili akaiambia rudi nyuma, na ikarudi nyuma. Fa adbara, faqala, kisha akasema Mwenyezi Mungu, wa izzati wa jalali, kwa izza yangu na kwa utukufu wangu, ma khalaqtu khalqan ahsanu minka, ninaapa Mwenyezi Mungu kwa izza yangu, kwa utukufu yangu, kwamba sijaumba kiumbe kizuri zaidi yako, yani akili hii. Hiki ndio kiumbe bora kabisa Mwenyezi Mungu amekiumba kabla ya kuumba vitu vyote. Iyaka amur, wewe ndiye nitakuwa ninayekuamuru, yani akili ndio inaamuriwa. Mwenyezi Mungu amri zake zinapokuja zinaielekea akili. Wa iyaka anha, na wewe ndiye nitakuwa ninakukataza, yani makatazo ya Mwenyezi Mungu yatakuwa yanaielekea akili. Imam Ali alayhi salam anasema ya kwamba al-aqlu ruqiyun ila al-illiyin, uko peponi au katika daraja za akhera kuna daraja zinafika zinaitwa illiyin, daraja za juu kabisa, kiasi kwamba tunaambiwa, kama sijasahau, aya inasema ya kwamba innal abrara la fi illiyin, hakika watu ambao wanaitwa abrar, yani wana cheo cha wema cha bir, yani wafikia daraja, kwa sababu kuna muttaqina, kuna muqinina, kuna nini, kuna sifa hizo, ni vyeo vya kiimani. Wale ambao watakayokuwa katika cheo cha illiyin wale wanaoitwa abrar, ambao wamejitakasa, wamefikia daraja ya abrar. Sasa kwa njia gani? Kwa kutumia akili, kwa sababu hapa hadithi inasema ya kwamba al-aqlu ruqiyun ila al-illiyin, yani akili ndiyo itakayofikisha mtu katika daraja hizi za illiyin. Kwa hivyo tunaona akili ndiyo njia ya kuingia peponi na kupata daraja za juu za kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu miongoni mwa mambo ambayo alimuteremshia kama wahi, akawa anazungumza naye kama mtume wake, alimwambia kwamba ana uakhidhu ibadi ala qadri ma ataituhum min al-aqli, yani ni kwamba mimi nitawaadhibu waja wangu kufatana na kiwango au kwa kulinganisha kwa kiwango kile ambacho ala qadri ma ataituhum min al-aqli, kwa kadiri ya kiwango kile nilichompa kila mtu katika akili. Yani yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa akili nyingi zaidi, basi malipo yake, adhabu yake itakuwa ni juu zaidi. Yule ambaye akili yake ni duni kidogo zaidi, malipo yake na akili yake ni kufatana na akili yake hiyo. Kwa hivyo zaidi, ikiwa mtu Mwenyezi Mungu amempa akili kubwa, basi atakuwa na majukumu zaidi na atawajibika, kwa sababu anafahamu zaidi, atawajibika kutekeleza zaidi na kumtii Mwenyezi Mungu zaidi. Lakini mtu anapokuwa hana akili kubwa, akili yake ni ndogo, basi yeye malipo yake yatakuwa yako duni zaidi, au adhabu yake itakuwa duni zaidi. Hawezi kuadhibiwa sawa na mwenzake ambaye kiwango chake labda kimezidi au kimepungua zaidi. Bado tunazungumzia kuhusu akili na umuhimu wake katika jambo hili, yani katika kufikia ukamilifu. Ni wazi ya kwamba hizi hadithi zinatuelezea wazi vizuri ya kwamba akili ina cheo gani, ina umuhimu gani, na katika jambo hili ndiyo ngazi ya kupandia kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi nyingine inasema, Imam anasema, ni wajadtu fil kitab, yani kitabu
li Ali, yani anasema imamu anaangalia kitabu cha Imam Ali katika maimamu, yani kwamba imamu kama sijakosea atakuwa ni Imam Baqir labda alayhi salam, bado ni yeye labda tunazungumzia, huenda anasema ya kwamba nimepata katika kitabu cha Imam Ali, imeandikwa kwenye kitabu cha Imam Ali ya kwamba anna qimatu kullu mri'in wa qadaruhu ma'rifatuhu, yani thamani ya kila mtu na kadiri yake ni maarifa aliyo nayo, yani maarifa aliyo nayo kwa kwenye akili yake, kwa kupitia kwenye akili yake. Inna Allah tabaraka wa taala yuhasibu an-nasa ala qadri ma atahum min al-uqul, yani hakika Mwenyezi Mungu atawahesabia watu kwa kiwango au kwa kadiri ya kile alichowapa katika akili. Fi dari dunia, katika hapa duniani Mwenyezi Mungu aliwapa akili kiwango gani, basi atawalipa na kuadhibu kufatana na kiwango hicho. Nikimalizia ni kwamba hadithi ya mwisho inasema ya kwamba lillahi ala nasi hujjatani. Imam Kadhim alayhi salam anasema Mwenyezi Mungu ana hoja mbili ambazo ndizo atakazotumia kuadhibu siku ya Kiyama. Yani mtu atakuwa hana dalili ya kujitetea, hana hoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuwa ana hoja mbili ambazo yeye atamshika mtu kwa kupitia kwa hoja mbili. Atawaambia si nilikupa kitu fulani na si nilikupa kitu fulani, basi wewe kwa nini hukutekeleza na ulikuwa na vitu hivi viwili? Anasema hujjatani. Hoja gani? Hujjatun dhahira, hoja ya kwanza ni dhahiri, inaonekana. Wa hujjatun batina, na hoja ya pili ni iliyofichika, haionekani. Fa amma dhahira, ama hoja iliyo dhahiri inayoonekana, farrusulu wal anbiya'i wal a'imma, hiyo hoja ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu, mitume na maimamu. Hiyo ndio hoja ya kwanza ambayo atakuwa Mwenyezi Mungu atakuwa nayo. Wal batina, wa amma al batina fal uqul, ama hoja nyingine ambayo ni iliyofichika ni akili. Yani Mwenyezi Mungu ataambia kwamba si niliwatuma mitume na maimamu kwenu na wajumbe wangu, mbona hukutekeleza? Nilikuwa na hoja. Hiyo ni hoja ya Mwenyezi Mungu. Ya pili ni akili. Je, si niliwapa akili? Akili hii ndio ulikuwa unafaa kuitumia na kupaa na kufikia daraja za kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufikie hapo insha Allahu Ta'ala, na tutaendelea na kikao chetu na mazungumzo yetu zaidi kuhusiana na jambo hili katika kikao kitakachokuja. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. ha